Kwa vile waheshimiwa wajumbe tumeunga mkono hoja hiyo, hiyo ni hoja ya baraza kwamba kutokana na yaliyozungumzwa na mjumbe na yaliyojadiliwa kwenye kamati na tumerudi kwenye baraza kama alivyosema mheshimiwa mjumbe, kwa umoja wetu wa baraza lenye wajumbe 51, wajumbe 50 wameunga mkono, hawana imani na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Kwa hiyo hii ni dhahiri kwamba wameguswa na mambo mabaya yanayofanyika Muheza chini ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Lakini kipekee kabisa niendelee kumpongeza mheshimiwa mbunge na naibu waziri almaarufu Hamisi Mwinjuma kama mwakilishi wa wananchi wa Muheza kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika jimbo letu, kuhangaika kila kona ya nchi yetu angalau Muheza waweze kupata miradi ya maendeleo katika jimbo hili. Mheshimiwa mbunge, hongera sana. Lakini leo tunahitimisha baraza letu na tumejadiliana mengi tuliyojadiliana katika kikao hiki cha baraza na kujitokeza jambo muhimu la kujadili swala la jengo la utawala na matumizi yake kupitia mkaguzi wa ndani. Na hatimaye tumekubaliana kwa pamoja kama baraza kutokana na mjadala ambao tumeuendesha na yote yaliyobainika kwenye ukaguzi wa ndani yameonyesha dhahiri kabisa kwamba Muheza hatuko vizuri chini ya mkurugenzi ndugu yetu Jumaa Mhina. Hili halitukuridhisha kama baraza kwamba hakupata nafasi ya kuweza kuisimamia vizuri halmashauri na wale watumishi waliosimamishwa, na ndio maana baraza letu kwa umoja wa pamoja kwa kuliona hilo tumetoa tamko rasmi kwamba hatuna imani ya kufanya naye kazi katika halmashauri hii ya Muheza. Kwa hiyo tunaamini hatuna mamlaka ya kutengua nafasi yake, lakini tunaomba mamlaka iweze kutuangalia angalau tuweze kupata mtu sahihi wa kuweza kuendesha naye katika halmashauri hii. Baada ya kusema haya machache, mheshimiwa madiwani, ni waombe twendeni tukasimame katika nafasi zetu kwenye kata zetu, tuwatumikie wananchi kama dhamira ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anavyotaka tutatue matatizo katika maeneo yetu. Lakini niwaombe tena tusimame imara kwa mshikamano wetu, tuisimamie halmashauri yetu kwa maslahi mapana ya wananchi wa Muheza. Awali ya yote, mkaguzi wetu amebaini mambo mengi, lakini miongoni mwao la kwanza, matumizi ya shilingi milioni 64,212,709 kinyume na barua ya maelekezo toka kwa katibu tawala mkoa, yani RAS. Katika ukaguzi huo amebaini ya kwamba management ya halmashauri imetumia fedha za mradi kiasi cha shilingi milioni 64 na senti hizo kumlipa mkandarasi, jina hilo limeandikwa, anayejenga nyumba ya mkurugenzi mtendaji kwa kiambatanisho cha barua toka kwa RAS yenye kumbukumbu hiyo ya tarehe 23/12. Barua hiyo ilielekeza kuwa malipo yote ya wazabuni ambayo hayakukamilika ulipaji wake mwisho wa mwaka wa fedha, wazabuni hao walipwe kwa kutumia bajeti ya mapato ya ndani ya mwaka 24-25. Lakini sisi ama halmashauri